kukutanika. Na kwa siku ya leo tuliwatembelea moja kwa moja wakieleza namna gani waliweza kutoka huko Mandumbi, Mangina, Eringeti, Oicha na kufika hapa Butembo. Kia kushangaza ni kama mahali ambapo wamepokelewa katika majamaa za ukaribishaji, wengi hawawezi tena kuwavumilia kwa sababu mapato imekuwa mdogo sana. Hakuna namna ya kualisha, hakuna namna ya kulala, wengi wanalala chini, wengi hawana mavazi, hawana mahali pa kukaa, hawana maji ya kunywa, hawana chungu wala vyombo mbalimbali kwa kupiga chakula kwa watoto. Ndio maana wametoa sauti watembelea wandugu wa moja katika mji wa Butembo kwa kiasi inazohusu hasa zaidi wakimbizi. Wengi wao waliwatambua na kujua ya kama mkimbizi ni mtu yote anayeacha mji wake. Tawasikiliza na wakijitetea, wakionyesha namna gani ni kugumu sana kuishi mahali ambapo si kwako, ukiacha kila kitu nyuma pasipo kuangalia tena. Na kuna wale ambao waliweza kujitambulisha kwetu wakisema ya kama maisha ya ukimbizi sio maisha, angalau wangefariki pasipo kufika kuona tabu hii. Ndio maana mtazamaji, tunakualika uwe chanjo kunako radio na television yetu, ukiweza kutufuata kwa makini, ukijua nini iliyopitika katika wanafunzi walio wakimbizi, walioacha mji wao, walioacha shamba, wazazi wakipatikana hapa Butembo, na pia kati ya wale wakaaji ambao wamekuja tu pasipo kujua wanaenda wapi, ila wamebaki katika majamaa za mapokezi zilizoweza kushughulika nao wameanja kuchoka. Ole kuko wenye hawayaandekewa. Kama ameandekewa leo tu mtatoka na jeto na mshaandekewa. Meto naomba njoo utaratibu. Tutakuwa naingiza watu bawili. Kwambia kondisio gani ndio yenyewe unapatia wale wakimbizi kusudi waweze kia kujiandikisha? Wanaandikwa pasipo kondisio yoyote au ni namuna gani ili apate ile jeton? Bon, kondisio kwa kujiandikisha kwa Isprone hakuna mambo mingi tunawaomba. Sababu ya kwanza ni wakimbizi, wanakuwa wengi walishaacha vibali vyao, walishaacha vitu mbalimbali. Alors condition ya kwanza ni kuwa na barua ya chef de cellule, si chef d'avenir hapo, ili aonyeshe kweli ngisi uko mkimbizi mwele eneo yake. Condition ya pili ni kuambia kama ulikuwa na watu ngapi, ili tujue watu wenye walikushindikiza wakati mlikimbia. Ndio. Okay. Semene ilipita tuliweza kusikia kama kunapatikana plus de 1700 ménages kutokea Mangina na kando. Unaweza tuambia tena wameongezeka au idadi imepima kupunguka? Ndio, watu walishaongezeka zaidi sababu kuna wengi walikuwa na miguu, sasa ndio wanaanza fika mjini. Wengine walikamata moto, wengine walikamata gari, sasa wa miguu ndio wanaanza fika sababu safari ni mbali, walikuwa tu pole. Sasa leo ndio watu wanaanza fika wengi sana. Watu walishaongezeka kuliko kawaida ya mbele. Ndio. Isprone inatusaidia kuwaidadisha katika mjini. Eske Isprone iko na moyen financier, moyen materiel, chakula, nyumba, mahali ya kuwatia hawa wakimbizi? Donc Isprone kitu ya kwanza inapokea wageni, mpime angalia watu kukua wengi vile, haizi kuwa na ile kapasite kabisa ya kupokea wale wote, ila tu inapokea kupitia misaada ya hapa kunivolo. Ndio, kuna watu wengi wakazi wa Butembo huko wanasaidia, wanaleta kitu kidogo, wanaleta kubiro ya Isprone. Sasa na ile kitu kidogo ndio tuko tunapatia wakimbizi wetu. Na kuna vile tunawatuma mafamilia d'accueil. Eske mnafaka suivi? Ndio, wakati tunawatuma mafamilia
vile dake tuko tunafanya sisi na ekipe inakuwa kunazunguka kuangalia kama wakimbizi wako na namna gani kule wanaishi na namna gani. Kwa hivyo wanapasha ishi mgungu na tuko tunafanya tu hivi. Ndio. Basi unaambia serikali yetu ifanye nini na watu wenye mapenzi mema zaidi ambao wanatufata kunako radio na televisheni yetu ya leo njoo leo dunia nzima, unawaambia wafanye nini? Tunasema serikali ingalijikaza ilete kwanza usalama, ya pili isaidie kunivyo lokali wakati mlishakuwa mkimbizi, kunaomba vile usaidizi. Kitu ya kwanza usalama ndio tunaomba sana, ili kila mtu aweze kurudia tena kwenye mashamba zake na afanye kazi zake, sababu wakati wanaishi maisha ya ukimbizi hawatapata vile vitu yote wanatafuta maisha yao, wakati wanarudia mashamba yao na manyumba yao wataendelesha tena maisha kama kawaida. Hivi tunaomba serikali ijikaze sana ili iwezeshe watu kurudia tena kwenye maeneo zao. Na kushukuru. Asante. Sawa, merci beaucoup. Jambo kaka. Jambo sana. Ndio, kwa majina wanakuita nani? Naitwa Mbere Kagoleo Moize. Ndio kaka Moize, unaweza tuambia kama umetoka wapi? Nilitoka Makiki. Mangina. Ndio. Ulifika tangu siku gani hapa Butembo? Nilifika vendredi, nilianjaka hapo famia yangu lendi kwingine semeni. Mimi mwenyewe nilifika hapa siku 5 magharibi. Sasa ulifika, uliona nini njoo inaacha unakimbia kutoka kule na umetuma familia? Manake tuliona vyenye tulikuwa hatuyaonaka mauaji ya baraia bamingi barafiki yenye tulishinda nabo ile siku walikufa na kumechwe njoo inatuacha hoga sana. Wewe uliona maiti? Ndio. Tunasikia watu biko nasema huku na kule, biko nasema ke hakukuwa vita Mangina, ilikuwa 2 kilometre mbali sana na Mangina njoo kulikuwa fujo. Eske na wewe unaona ile ni kweli? Iko bomu. Niliwaona ilikuwa mchana kati saa 7:30 mpaka masaa 8 pale watu na wanaisha mwingine. Ndio. Benye walikuwa na walikuwa wanavala nguo ya namna gani? Walivala sana wasodeti wa kawaida. Na nikakieleza sama kileza tukulia wakati. Walikuyaka na wanavala tenia wasoda na wanafunga na watu 2 kamba, wanatuambia hawa ndio watu wenye wanawauaka kushamba, ukiwe muangalie kuropwe hizi tuko na wao. Kisha yake wanawafungula na mwenye alianza kaonekana kwa ile wakati ndio alikufaka wakati. Tena alikuwa kama mama. Ndio. Sasa unaweza tuambia saa ulifika modele gani? Ulibeba vitu wako vyote, unakakia gestali hapa Butembo? Kwa ngambo kitu hanena tena kitu nyingine jana. Nilikunyukisha njoo watoto. Moya déplacement haikukua. Na wenye walikuwa na déplacement moto kutoka Mangina mpaka Beni, walikuwa natulikisha 30,000, 20,000, wakenzi mili ole niko ndugu wao. Transport normal inakuwa ngapi? Tunalipaka hapa na Mangina kwanza ni $10. Mangina Butembo, hapana Mangina Beni. Hapana, Beni ko 3,000 a 2,500. Mimi lakini wanapandisha bei sana. 2,500 mpaka Beni. Mpaka hapa jo na wa maswasani kule baliku moto. Ndio mwenyewe alikuwa saa 100 bila déplacement ilikuwa magumu. Watoto wangu walieniaka après 2 jours. Mimi mbili nilipoteza. Kisha Mungu akasaidia tukapata bread juu. Watoto walipotea njia ile saa mlikuwa nakuya kukovwa. Tulikimbia masasi mwingine. Tulisambalikana wakaenda njia hapo na sisi tukapita njia nyingine juu ilikuwa mchana na tuko activities zingine. Ndio. Kisha kufika hapa Butembo, maisha uliona iko namna gani? Uliweza kujiadapte facilement wala umeweza kujiintegre? Unaishi namna gani Butembo? Nilichama kwanza mimi mwingine nilipaka moya kuleta njoo watoto. Nimelala hapa tuke ya samedi na dimashe na lindi manake na leo.
siyakuwa na msimamo mwa fulani, siyakuwa na maelezo zaidi kuhusu mie kuishi. Ndiyo. Na nitasema bongo tu kabisa, ekilibre sina naye. Ndiyo. Na kushukuru. Kisha kesti ya mwisho, parmi watoto eske kuko wanafunzi bebiko wanasoma, balikuwa nasoma kule? Ndiyo. Wabo wote alikuwa soma premiere année secondaire, na wambili biko deuxième année primaire, na mmoja iko troisième année primaire. Kwa gisu umesema hauya bana position, eske na watoto umewatuma kwa masomo juu mwaka masomo iko naenda? Hawayaenda masomo, tuko nao kuparsele kwenye tulifikia. Ndiyo. Mwomba serikali yetu ifanye nini? Manake batukazanie kwenye tulikuwa japo iliko mashamba, tulikuwa na tunametrize tu tunasoma tuna watoto pole pole. Ndio baketwa basi tuwe na tuwa ya mbele wakati. Na kushukuru. Sawa. Hakuna nyingine utongeza? Hapana, yote ile. Tuelezea nini kuhusu watu ambao wanaotoka katika mji wao kwa kuogopa vita wamekuja kuikaa katika mji wa Butembo? Asante kwa kunipa kauli. Ni jambo ambalo tunaishi mjini Butembo na kando kando. Kuna wahamiaji wa vita wa mauaji ambao yanaendeshwa Beni na katika wilaya ya Beni ambao wanaishi katika mji wa Butembo. Sio Butembo tu, wanaishi pia katika vijiji vya pembezoni. Hao wanakosewa vifaa vya maana. Tunalaumu jambo hilo. Kwanza, government ya DRC imeshindwa kwa sababu kipengele cha 52 cha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinasema kila mkongomani ana haki ya kuishi katika amani. Government yetu imeshindwa, kwani watu wameishi katika ukosefu wa usalama kumepita takriban miaka 7, hakuna ambalo linatendeka. Hilo ni jambo kabisa la kulaumu. Kipengele cha 16 cha katiba hiyo tu kinasema maisha ya binadamu ni ya maana, ni ya thamani, ni lazima iheshimishwe. Wakati watu wanachinjwa, wanauawa kama nyama, hiyo ni ukeukaji wa haki za binadamu, pia ukeukaji wa sheria ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu sasa madhara ni mengi wakati watu wanaondoka katika maeneo ambamo wanaishi na kuishi katika hali ya ukimbizi, inawaletea wawe na mashaka mengi mno. Kwa mfano, wao ni wakulima pia wafugaji. Wameacha shamba zao, wameacha mifugo yao, kwa sasa wanaishi kwa maisha ya kuomba. Angalau kipengele cha 39 kinasema kila mkongomani ana haki kwa maendeleo. Namna gani wataweza kuendelea bila kubaki mahali ambako wanaweza kutumika? Nachukua kauli kuambia government ya DRC zaidi sana wale ambao ni waziri usikae na mambo ya ndani, pia ukingo, ni lazima wakamate jukumu zao, watumike ili usalama urudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ikiwa wameshindwa, waache kazi, waache wale ambao wanaweza kutumika, wamalize vita. Kuhusu hiyo jambo tu, ni lazima government ya DRC na jumuiya za Umoja wa Mataifa zitumike pamoja kwa kumaliza hiyo shida, sababu ni shida kubwa. Kuna mavuno ya shamba ambayo ilikuwa ikiondoshwa Beni na kando kando, ambayo ilikuwa ikisaidia mji wa Butembo, nchi ya DRC, Kisangani, hata Bunia, Goma na nchi za kigeni. Ni mavuno ambayo kwa kweli kwa sasa hatupati. Hiyo ni shida kubwa. Ingelibidi wakuu viongozi waangalie namna gani kumaliza hiyo shida, kwa sababu usalama ni haki ya kila mmoja. Kwa kufikiria kwako, hao wahamiaji wa vita wakati watarudi makwao wapewe msaada, kwa mfano wajengewe nyumba, wapewe kitu kidogo ambacho kitawasaidia kuishi ili waweze kujiweka upya katika eneo zao. Lakini la muhimu sana, government ifanye juu chini ili usalama urudi eneo hilo. Hilo ndilo la maana. nakushukuru. Asante. Sasa unafikiria kama wahamiaji wa vita hawa wanaweza kurudilia haki zao, kurudia katika makao yao siku zijao? Ninatumaini ya kwamba siku moja watarudi huko, lakini
inabidi kwanza usalama uketi, na wakati wanarudi makwao ni lazima wapate msaada wa government ili waweze mara tena kuishi upya, sababu watafika wengi nyumba zao zimechomwa, wengi watafika shamba zao hazina tena mavuno, wataishi namna gani? Lakini kwa sasa nadhani ni kwa haraka kusema warudi, kwa sababu mauaji yanaendelea. La muhimu sana ni kufanya usalama uketi. Usalama unapoketi, wawafuatilie sasa hao wahamiaji wa vita. Natoka Wicho Masela. Ndio. Huko pamiwe walikuja hapa sasa hivi. Wakati walichinja sana Masela. Ndio. Ulifika Butembo namna gani? Ulifika Butembo sana, niliona banaoa kakangu, banaoa mtoto wangu, kukata kichwa kutia ndani ya shase. Nikastuka sana. Nikaona ndio maana yake na bangu ndio nataka bachinja, maana yake nao nikimbie Butembo. Saa zingine Mungu anasaidia kama mwenyewe zisaidie. Ndio achaka mimi na kia Butembo. Unaweza jua wale walikuwa na wafadhili. Walikuwa wanachinja watu. Wale walikuwa wanachinja watu mama, kuwafahamu ni nguvu. Mie binafsi yangu nishakatia roho niseme kwa serikali tunataka tunaliza. Juu wakati wanateremka banagawanyanaka grupe mbili. Ile wakati baruaka mtoto kakangu. Mimi nitawaka mparcele yangu, mimi naenda kubalabala kabani. Lakini bengine banateremkia mwavenia kwa kakangu. Mimi napanda mwavenia yule, lakini kukia kusani mbali zake ile avenia yule. Hapa walibaki hapa mstango wanaanza piga masasi. Nanja piga masasi. Mara mabale waliteremka waligawanyana nabo nao wanapiga masasi. Mara mtu nasikia nyume tu kulalamika. Ile nyume tu kulalamika. Ile kulalamika mara moja. Kesho asubuhi na kia kuta kakangu sakufa na mtoto wa kakangu sakufa na dema yangu sasa tosoa kwa mecho. Na stress shakapita hapa deja sasa kwa mlemavu. Ndio mimi kwa hakika sasa manene kuko wanatuwaka mbalimbali bengine tu wanagawanyanaka. Mnaweza kwa yabie wanatugombania kako na wenye biko tu mkatikati hapo mimi wanagawanyanaka njoo. Mimi kusema tubugo baya na wanini ve wanagawanyanaka. Ndio dada, uliishi Wicha na shamba, kazi yako yote ulikuwa unafahamu nzuri. Depuis ulifika hapa Butembo unaona maisha ni namna gani wewe kama maisha ni nguvu? Sitaweza maisha hapa. Donge hapa maisha hapa ni nguvu. Tunatafuta nzao usalama. Hatuna kiamingi tunalomba serikali. Hapana ukoona tudanganya kila siku tutabagombania pole na tuchokesha. Pole na tuchokesha, hatuna hamu hata pole kama biko na hamu tu pole ya kila siku bafunge ma radio basi kuna pita neno kwa radio. Zubi kunasema hapa bakuiwa kata sikambu maimene kala fasi fulani bila kutafuta. Lakini baka sikambu munalu tunangaka kwa munalu nzoyo hapa. Abezi tokea unasikambu tunangoya leta ya nje bakuba tubapatie ruhusa kuingia hapa. Lakini mbona bango yake bandi mwingine bango ya ruhusa. Munalu tu banangoya kwa ruhusa. Juu ya nini? Uko na watoto ngapi mama ulisema? Watoto watatu. Na kwenye unaikala ni kwako bia ni familia ilipokea? Ndio. Kisha maisha ya kuchunga wale watoto na ile familia eske mwenye anakupokea iko na waweza facilement? Mwana nipokea kwanza bia kashaka toka unikumie peke. Baba leo shabi na shenda zua kwa mama kutoka hapo. Alitaka bibi na shaka toka. Ndio. Kutoka pale kwa peke tu. Kuna mamungu tu kuishi. Ndio. Basi watoto biko masomo sasa nifika hapa nikapata pa kutusaidia ambao amute watoto masomo tutakuwa na job tutakuwa na kuwa watoto biko masomo. Ndio. Mimi hapa Mungu sasa mabongo ningebasa nilikuarudisha zao franga. Tunakushukuru. Hakuna nyingine unaweza ongeza? Ya kuongoza tu salama mama. Usalama. Donge kama utasema kwa kuredi. Ni tu mabutu tu usalama ndio tunalomba. Hatuna matapesa. Hata nini mbona katupatia hapa iko bure. Ile kwa bure mimi usalama. Hapa ndio katu kusema mrudie Wiche. Nenda nene kwa maana kama mama mnene. Lakini watu tutaka panana. Ndio. Malaki hapa mnakia tu kujiandikisha je kutafuta security mwingine au juu ya nini? Security tunatafuta. Ndio. Na mnakuta kama wakati mtu anaandikishiwa mu quartier hana fujo sana, hawezi makeni mtu mbaya wala kitu fulani. Tunawashukuru. Ndio. Jambo sana
journaliste. Ndio, unaweza kujitambulisha kwa watazamaji wetu wa radio na television? Bon, naitwa Kambale Sikuimbire Jackson. Niko mfanyakazi kwa Ispron. Ndio. Nimekutana watu wamesimama kwa mstari, kuna wengi wanaandikwa huko karatasi na kalamu. Unaweza tutambulisha kama ni kwa ajili ya nini ndio hawa watu wanaandamana? Bon, kama unaona watu wengi wanaandamana hapa, ni namna ya kukia kujiandikisha wao kama wakimbizi. Ndio. Walitokea eneo mbalimbali. Ispron ndio kitu inawapokea. Okay. Mimi ni mkimbizi kutoka Angopa, sekta Rwenzori. Kutoka wenyewe niliona Angopa iko mambo yenyewe ilinishangaza. Ndio. Nilikuwa na niko katika parcelle yangu nikasikia vaze iko na lalamika. Wakati nisikia vaze iko na lalamika nasikia na mbegu ya risasi. Ndio nikakamata watoto nikawakimbiza ndani ya bonde. Mtoto lala mbonde. Nilikuwa nikisha kuwa asubuhi, masasi ilia usiku sana. Sasa ilikuwa ikisha kuwa asubuhi, nikajitupa kwa barabara, nikakutanisha mamaiti na mamaiti nishalala sande na Angopa. Ndio nikakamata watoto nikakimbia Bulongo. Na Bulongo ndio kwenye nilitoka kufika hapa Butembo. Sasa gisi unafika hapa Butembo unaishi namna gani? Tunasema ulitoka kule na huko nakimbia ukakimbilia Butembo. Hapa ulifikia kwa nyumba ya nani? Ni kwako wala unaishi? Kimbia kwa nyumba ya waleti yangu. Ndio. Sasa anakupokea, uko na watoto ngapi pale bako? Niko na watoto. Na mwanamke. Na naye iko na watoto wake naye. Na iko na watoto wake. Sasa maisha unaona namna gani depuis toka kule na hapa Butembo? Est-ce que uko naweza kuja sortir facilement? Basi maisha inakuwa makali sana. Maisha tunakuwa parcelle watu wengi. Tena kwa watu wengi. Mimi sina kazi huko. Mpaka wapane ndio niko na mkaaji na mkulima huku Alungupa, unaweza tuelezea namna gani ile chakula mlikuwa nauzisha kakao nani mlikuwa naipata namna gani na ilikuwa naenda wapi? Hiyo kakao yenyewe tunalema na Alungupa tulikuwa nauzisha Alungupa. Yenyewe tumetoka kule na huku na ujumbe yenye anatuletea huzuni sana sisi wakulima tukikimbia. Mimi tunashangala Esco anaendelea kufanya asha kwenye hatuku. Jo babandiba na kufuatilia kule na kununua mimea yetu. Babandiba kata mimea yetu na Esco amenunua. Ili natuletea huzuni sana. Angopa tulikuwa nauzisha Esco. Na wakumbira wengine kutoka Uganda. Ndio maana wakati yenyewe tumekimbia sisi wote wakulima tumetoka kule ya kutuletea huzuni. Sasa tunasikia Esco angaliki naendelea kufanya asha kule na tunakosa kama ananunua kakao kunani. Sisi wakulima tumekimbia vile na Waganda wanaendelea kupeleka faranga kule ya kutafuta kakao. So, wale washetere wanatuletea wabandi kusudi waharibishe mashamba yetu naye anaendelea kufanya. Kisha unaona kama wakati wanauza hivi mufrode wanauza mbei chini wala tu ni mule bei normal? Inakuwa bei chini. Banaingia mshamba ya mtu bila kukuambia, bila kutafuta hata. Wanaingia mshamba ya mtu na haiko na tusha kimbia. Wakishatengeneza kakao wanaletea Esco ama Kondiza. Bei ni bei chini. Ndio. Ile inatuletea huzuni sana. Ule mwa unaita konkirani wa kutokea wapi? Naye analima au tu ni wa kuuzisha? Anakia Kongira Esco. Donge Maya ananunua. Anatokea Uganda. Ndio. Ulisema kwa majina wengi wanaita nani? Mimi ni Muhindo Chagamika Nyambara. Sasa unaambia nini mkubwa wa agriculture na ekonomi wa nchi yetu ya Kongo afanye nini?
mkubwa wa kile. Sisi kama wakulima ni sisi tunampatia ukubwa wake na atupiganie kusudi na sisi tufanye kazi na kazi yake ikuwe na msimamo. Ndio. Tunakushukuru. Kwa majina wanakuita nani? Kakule Mate. Kakule Mate. Unatokea wapi? Toka Profesa Ituni. Ndio, unapatikana hapa, tuko Butembo. Ulifika huku namna gani na nini? Nilifika huku pia hewa inaonekana kule, sasa tunaona kimbia nikavunjika. Niko Butembo kwa hospitali hapa. Mlikuwa nakimbia nini? Kwa fujo tu ilijitokeza tu kule. Ile hali ya watu kukimbia na mimi kuendelea kimbia nenda kukaa ovyo. Ndio. Ndio nikakimbia. Sasa kaka, kufuatana na ile hewa yenyewe tuko naishi ya kukimbia ya kwenda huko na kule kwa mtu ajui, unaomba serikali yetu ya Kongo iweze kufanya nini? Naweza tu kutusaidia kusudi ile hewa inaweza kaishi. Kule ulikuwa na kazi, umeacha kazi yako? Ulikuwa chauffeur, ulikuwa nani? Ndio. Doke ulikuwa unasaidia watu kuwakimbiza, kuwasafirisha. Depo umefika hapa kama mkimbizi, sasa dawa utaniambia huko unapata dawa namna gani? Eske huko salama kwenye huko? Mtoto kakangu. Mimi nitoka mparcele yangu, mimi naenda kubalabala tabani. Lakini bengine banateremkia mavenia kwa kakangu. Kwa niaba ya radio na television leo ndio leo, mimi ni Kavira Kyalwahi Denise inayekuletea habari ya siku ya leo.